baada ya kile ambacho Yesu amefanya msalabani, dhambi haina nguvu ya kumtawala mtu isipokuwa ikipewa ruhusa. Kwa ukiona dhambi inatawala kwenye maisha yako, si kwamba dhambi ina nguvu ya kutawala, ila kuna lifestyle, kuna aina ya maisha imeipa ruhusa dhambi kutawala. Shida ni kwamba wakati mwingine hatujui tunairuhusu vipi. Tunairuhusu dhambi kwa vitu ambavyo tunafeed nafsi zetu, tunajilisha nafsi zetu, kwa sababu kile ambacho unajilisha unakuwa. Kwa lazima ulinde kwanza vitu ambavyo unaingiza ndani ya nafsi yako. Warumi 12:1 inasema, ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, impendezayo Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kuanzia kwenye namna ambavyo unautoa mwili wako mbele za Mungu. Unaunidhamisha mwili wako kwa kiwango gani? Kwenye masuala mbalimbali, ya masuala ya mifungo, masuala ya ibada, masuala yanayomhitaji Mungu. Hivyo ndio namna ya kutoa mwili, kujinidhamisha. Je, kila ambacho mwili wako unataka unaupatia au unajidiscipline? Kila ukitaka kula, kila chochote. Kuna watu hawadiscipline miili yao, hawajidiscipline usingizi wao, hawajidiscipline tabia yao ya kula, hawajidiscipline kwenye kila eneo. Kwa kufanya hivyo, unaanza kufungua milango taratibu. Ukienda mstari wa 2, anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, kuwa na lifestyle ya kidunia, kufuatisha namna dunia inavyotaka. Sasa unafuatishaje dunia? Ukiangalia, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mtu yote ambaye hajaruhusu kugeuzwa kwa kufanywa upya nia yake ataifuatisha namna ya dunia. Unageuzwa vipi? Ni vitu gani unaruhusu viingie ndani yako? Unaruhusu taarifa zipi ziingie? Kwa sababu chochote unachoruhusu kiingie, unakuwa. Utakuwa vile unavyokula. You become what you eat. Sasa kama ambavyo tunavyokula kimwili tunakuwa, na ndivyo ambavyo tunavyokula kinafsi tunakuwa. Kwa hiyo chochote ambacho unaingiza kwenye ufahamu wako na akili yako, unajiruhusu kuwa mtu wa aina hiyo baada ya muda fulani. Huwa nawaambia watu kuwa kinachomfanya mtu kuwa daktari ni maarifa ya udaktari anayoingiza. Kwa hiyo kama tunataka kutembea kwenye maisha ya ushindi, lazima tulinde vitu ambavyo tunajilisha, kwa sababu kwa kushindwa kulinda kile ambacho tunalisha nafsi zetu, kwa namna hiyo tunaanza kuipa nguvu dhambi kwenye nafsi zetu na kwenye maisha yetu. Na angalia watu wengi wanajilisha nini? Unajilisha kwa namna gani? Kwa kusoma. Angalia vitu unavyosoma, angalia vitu unavyotazama kwenye simu. Baada ya muda utakuwa mtu wa aina hiyo. Tunapokuwa kwenye mitandao ya kijamii, tunaingiza nini? Baada ya muda tutakuwa tu hivyo. Sasa angalia vilivyojaa huko mtandaoni, ambavyo ndio tunaingiza sana. Kumejaa uchafu. Hata vitu tunavyofuatilia kwenye TV, kwenye tamthilia, kwenye movie, angalia ndani yake vina kitu gani, alafu angalia ni aina gani ya dhambi inakusumbua. Utagundua ina relate na vitu ambavyo unajiingizia ndani.